Bana, ni taarifa kwa umma iliyotuvuta majira haya ya usiku kukusogezea kile ambacho kimejili, na tulikuahidi muda wowote taarifa itakapofika kiganjani kwetu basi hatutosita kukufikishia wewe mtazamaji na mfuatiliaji ambaye unatusikiliza hivi sasa. Taarifa kwa umma inatoka klabu ya Simba Sports, na kubwa hasa inasema taarifa kwa umma, uongozi wa klabu ya Simba unapenda kuufahamisha kuwa licha ya jitihada zote zilizofanywa na serikali, TFF na klabu kuhakikisha mchezo wa fainali kombe la shirikisho barani Afrika RS Berkane wa tarehe 25 Mei 2025 utafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa imeshindikana. Tuanzie hapo. Saifu Simba kwenye line ya simu, hali yako iko vipi? Jafeti, namshukuru Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Kimsingi shukrani zangu zote nipeleke kwake. Naam. Kwa maana yeye ndiye aliyomiliki pumzi nilionayo na hizi nyingine kwa wenye kuamini Mungu wake. Na Jafeti, na mimi nastushwa na taarifa hizo. Binafsi Jafeti zimenipa unyonge, niwe msema haki. Kuna wakati mimi Jafeti katika dimba la Benjamin Mkapa, sio mimi, ndo imani ya wanasimba Jafeti. Watu 60,000 wanaposhangilia, wengine wakazomea, Simba wao tunakuwa hatari sana kupita maelezo Jafeti. Naam. Na hii ndo wazi kwa sasa naona kiwango na maarifa ya masoka ya Afrika. Unajua Jafeti? Naam. Katika mpira inawezekana tulikuwa nyuma sana kipindi cha nyuma. Wenzetu walifanya jitihada, wakazungumzia mpira kwa level zao, wakafanya walichofanya. Lakini yote kwa yote na sisi kwa sasa ndo tunaingia katika sekta hiyo. Sasa tunajifunza na watu watakuja kuona. Na tunaposema Simba ni timu ambayo inajadiliwa kimataifa kuwa ni timu ngumu na kuna hila zaidi ya hila zinazofanywa Jafeti, yeye ambayo unayaona kwa sasa. Sasa hawa wengine wakae wakijua kwamba sisi hatufanani na wao kweli. Sababu imeonekana goli ambazo Simba wamefungwa kana uwezo na namna Simba wanapokuwa katika pichi ya Rupaso, namna ambavyo wanaweka kandanda chini, ilijulikana kabisa kwamba huwezi kuwazuia Simba kwa mtindo wote ule. Namna rahisi ya kuwazuia Simba ni sawa na kuwapa neutral ground. Simba unapowatoa kwa Mkapa ukawapeleka popote, maana yake umewapa neutral ground. Mimi nahesabu hivyo. Pamoja katika kisiasa tunaonekana wote ni wamoja, lakini ukiacha Rupaso tuko neutral ground. Mimi upande wangu watu 15,000 nadhani ndio wanakaa pale uwanja wa Amani. Final, yani hata wakafu sioni wametazama nini. Sasa ifikie kusema hata wakafu nao wana shida kweli. Jafeti, neno ni siacha Afrika tabaki kwa Afrika, haijalishi kwa namna gani na kwa nini. Ulikuwa unasema wakafu wana shida, tuanzie hapo. Ulikuwa unasema wakafu wana shida. Ni shida ipi? Lengo la kusema kafu wana shida, kabla ya mechi Jafeti, kabla ya mechi watu walizungumza na kafu wanafahamu. Watu walizungumza kwamba tunacheza na timu ambayo mtu wake president alikuwa ni president wa RS Berkane, ni makamu wa rais wa kafu. Hivi vitu vilisemwa na kafu wanafahamu, na watu wakashutumu hapo, sio Simba tu. Mimi nimezungumza na mtu Jafeti, nilikwambia kabla ya hili nimezungumza na mtu yuko Misri. Amerudi jana nadhani Uingereza. Akaniambia bwana, Misri huko mnatambulika sana Simba na watu wanazungumzia finali, lakini wanasema kuweni makini sana na makamu wa rais ataipendelea tu timu yake. Unaelewa? Moja juu ya kupendelea ni hiyo. Yani Jafeti, hakuna sababu yoyote ya kimsingi kafu wanaweza wakatoa ikakuingia akilini kwa kukataza kwa uchezesha uwanja wa Benjamin Mkapa. Haipo Jafeti. Sababu ya kitaalamu mnazungumzia, labda kwa sababu ya kimamlaka. Sasa kuonyesha kuwa kafu nayo ina tatizo, maana yake kumbe kafu nao wana mlengo na maarifa, kuna sehemu wameyapeleka wana utashi. Hii sasa inaenda kutuonyesha hivyo kwamba sasa wanaonekana kafu wanafanya vitu kwa utashi. Na sisi tutaenda kuamini kama mashabiki
kumbe kafu hakuhitaji si tuwe machampion, kwa sababu si unapotupa ugumu mkubwa wa kwenda kuwa machampion haina maana wewe ndio utakuwa umefanya jambo ambalo lipo sawa. Mimi ngoja nitumie mfano huu Jafet. Baadhi ya watu ambao wanaifuatilia Simba katika level hii ya kawaida, mashabiki wengi wanasema Simba kama sio penalty, Simba sio kama, yani hatuwezi kuondoa kanuni ya penalty, sheria ya penalty, kwa sababu ni miongoni mwa sheria 17. Mpira ule wa kutengwa penalty umezungumzwa katika sheria moja wapo. Umeelewa Jafet? Sasa ukininyima, maana yake unanitengenezea ugumu wa mimi sheria inipe faida. Sasa kafu wanapotunyima na si uhuru wa kuwa katika pisi yetu, tunaenda kucheza finali ground kwa sababu ambazo hazina msingi, maana yake kafu nao wanaonekana wana tatizo, na katika hili maana yake wako nyuma ya hujuma. Ili mimi siwezi kuacha kusema, mimi bahati mbaya kwenye haki, pamoja kafu ni mbali, sijui wasikie wasisikie, is up to wao, lakini katika haki mimi nitaendelea kuzungumza kafu katika hili ni tatizo. Na hii Jafet sasa inaendelea kuanza kunipa picha ya pili, kuanza kujua. Ndio maana nimesema Jafet, kweli Muafrika ni Muafrika Jafet, hata ungempa nini. Kwa nini? Mutsepe anaonekana sasa anamonitiwa na Waarabu, yani Mutsepe kumbe hana nguvu yoyote, yupo tu kwa sababu kama mamlaka yake. Nilipokea chombo kimoja juzi kati cha habari, wale wakaguzi wa uwanja wale wakafu walisema uwanja kwa 85% mpaka 90 unaweza kufanyaje? Kuchezewa. Mutsepe kilichobaki si mamlaka tu ulionayo, umeelewa? Ukiacha mambo yachezwe chini, hapa chini kuna Waarabu. Mutsepe hawa Waarabu unataka Waarabu wenzao wasonge mbele. Asa hichi ukifanya, maana hata timu yako moja ilikuwa South Africa kwa hali hii sijui kama unaweza ukailinda pia, yani Waarabu wataitengeneza tu. Umeelewa bwana Jafet? Nakuelewa vizuri. Mimi nilikuwa nikigusa hapo, kuna shida, kumekuwa na shida sasa Afrika. Ili jambo sasa mimi bado imani ya kuwa bingwa ipo, lakini inaona kama naenda kuwa bingwa katika wakati mgumu. Mimi kunipeleka Zanzibar haikuwa sio mimi, mashabiki wengi tutakinai hilo jambo. Na kama tunaenda kuwa machampioni Zanzibar, itakuwa ni fursa ya wachezaji, itakuwa ni misingi imara ya wachezaji, itakuwa ni namna wachezaji watakavyojitoa, sio vinginevyo. Tofauti na sisi wachezaji wa 13 ambao tungewasaidia tukiwa tuko taifa, kuna tofauti mkubwa sana Jafet. Kwa hiyo mimi katika hili sikupokea kusema kweli kwa furaha hili jambo, hapana. Na nimepokea kuwaona pia na kafu wana udhaifu kama wanadamu, na wayatazame vizuri haya, kwa sababu katika mpira hakuna lazima Waarabu wawe mabingwa, sio kweli. Kwani Waarabu ni nani katika dunia hii? Waarabu ni nani katika ulimwengu wa soka? Wao wanajipanga kama wanavyojipanga watu wengine, umeelewa? Fitina walizofanya iwe ndani, otherwise nje ya uwanja iko walichokifanya kwao Morocco, katika halmashauri ya Berkane kilitosha kuwa ndo sehemu ya maarifa yao ya mwisho. Acha na watu wengine wafanye jambo lao, alimradi mpira upishwe Jafet. Sasa leo mamlaka watu wengine unameza mfukoni, mamlaka ya hawa unatoa huku. Hili Jafet ni tatizo sana, ni tatizo kusema kweli, na ni thubutu kusema naam, ni thubutu kusema kwa muktadha huu ambao unauona. Naam. Basi Simba tunapasa kuwa imara kupita maelezo, tunapasa kuwa imara sana, kwa sababu sisi huwa tunakabiliana na changamoto zote na tunapokea. Na kwetu changamoto imekuwa ndio sura ya maendeleo yetu, na tunaamini tunakwenda kuwa machampioni kwa changamoto hiyo. Kama sio leo itakuwa kesho, kwa sababu leo utatuhamishia uwanja, kesho utakuwepo, utatuambiaje fulani asicheze. Simba haitoishia hapa tu, haitoishia mashindano haya, yatacheza mengi. Ila all the all Jafet, hatukutendewa haki na kafu. Kwa hili lilotokea linaiaminisha Afrika kuna wachache ambao wananufaika zaidi kuliko vilabu vingine. Na je, unaionaje taswira taswira ya hii? Sawa, endelea. Ndio Jafet. Jibu kwanza. Nimekuelewa. Labda kama nilikuwa na nini nimekuelewa. Yaani nilikuwa kwanza kitu ambacho nakiona kwanza italazimika sisi Afrika ambao tuna ngozi za Kiafrika kweli, italazimika tuwe na mawekezaji makubwa sana Jafet. Na tunatakiwa tuwe na watu wenye quality za kutisha Jafet. Nini mantiki? Nakumbuka wakati Kipengere Bamazembe wako sawa sawa walikuwa wanakutana na hivi vikwazo Jafet.
vingi tu vya namna hii, vingi. Umenielewa sijui? Lakini kwa sababu wakati ule walikuwa wako imara, wakawa wanafanya vizuri, lakini pia walifanikiwa kwenda kuiteketeza TP Mazembe ikashuka. Kwa hiyo muono wangu nini naona mbeleni, mimi kitu ambacho nakiona mbeleni, nadhani tukitafuta mabara Jafet, kwa hali hii Afrika itakuwa ni bara la mwisho katika mpira. Kama hali ni hizi, Afrika itakuwa ni bara, yani watu watashangaa jamaa kwa nini analalamikia Simba. Unajua Jafet ilivyo, ngoja nikwambie maumbile yalivyo na tabia zilivyo. Jafet, kama una mtoto nyumbani, siku ulimkuta amedokoa nyama, mchape, lakini fanya tafiti kwamba isijekuwa nyama ni ndogo. Umenielewa sijui? Yani anapokula hamu inakuwa haijafanyaje, mchape tu, kwa sababu ile ni tabia mbaya, ili asije kufanya kitu kingine, kisha iongeze hiyo nyama. Ndio ilivyo. Kwa maana kwanza, maana yangu kama huko ukosefu, kwanza itafutwe haki, alafu kimsingi huu ukosefu uadhibiwe na haki ipewe. Jafet, jitihada zilizofanywa zote kwa zote na anga utumbo huu ulipangwa na hawa wakafu muda mrefu. Wale watu wamebuki hoteli muda, walijuaje kama tunakwenda Zanzibar? Kwa sababu walikuwa na mtu ndani yao. Ndio, manake nyuma walikuwa na mtu aliyepanga, akamwambia nyinyi fanyeni utaratibu wa kusogea Zanzibar mapema kwa sababu hatutopokea hili jambo. Kwa sababu ndo mpira Jafet. Hata ndo kweli, yani anakaa kiongozi tu mmoja ambaye anafanya maslahi ya mpira namna hiyo. Umenielewa? Alafu utawabeba leo wewe mwanadamu, kesho upo. Vitu vya ovyo brother Jafet, katika hili hatuwezi kufumba macho. Kafu hawakutenda haki. Yani kimsingi ni hivyo. Hawakutenda haki. Kwa sababu sisi ni miongoni mwa Unaamini mpira wa Afrika unamilikiwa na Waarabu, kwa maana ya watu wa asili ya ngozi nyeupe? Short and clear tu, wala usitafute uzuri sana ukazunguka. Short and clear iko hivyo. Na wao ndo wanabageni, wanapanga. Yani wao wakubali wakavuka misimu 3-4 hawajapata haya makombe, watalazimisha wachukue. Wameushika mpira, ndo wanauamuru ufanyweje, ndo wanaamuru uendeje, na ndo wanapanga hivyo vitu vyote. Na kipindi hiki wamekuwa watu ambao hawajiamini, kwa sababu kuna Waafrika wawili wa ngozi nyeusi wako final na kuna Waarabu wawili. Umenielewa vizuri? Ukiangalia Pyramid ilivyo, ukaiangalia na Mamelodi, kwa haraka lazima utawapa game of chance Mamelodi. Umenielewa? Manake ukimruhusu na Simba unaweza ukatema bungo, makombe yote mawili yakabaki kwa watu wenye ngozi nyeusi. Kwao ni kinyaa, kwao ni kinyaa. Kwa hiyo ukweli kwa Jafet, yani hapana, siwezi kufumba macho. Kafu hawakututendea haki katika hili, na wameonyesha ubaguzi wa wazi. Kwa kuna timu wanazitaka na kuna timu hawazitaki. Swali la msingi, yowe kelele namna ya kulipigania ili swala mabadiliko ya kiwanja ilikuwa inaonyesha matokeo yamejificha ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Ipo siri ya baina ya Simba Sports na uwanja wa Benjamin Mkapa. Vipi unautazama uwanja wa New Amani Complex katika kutafsiri dakika 90? Zitakuwa upande wa Simba au unaziona zina manufaa zaidi kwa RS Berkane? Unaenda kutupa big match, unaenda kutupa mechi kubwa. Kwa sababu gani Jafet? Sifa kuu ambayo Simba tunayo, ukitazama hata tabia ya viwanja vyetu vya mazoezi, ndio tunacho kiwanja kama cha Benjamin Mkapa. Sina hakika sana kuzungumzia ukubwa wa viwanja. Nadhani kutakuwa na tofauti kidogo kati ya pitch ya Benjamin na Amani. Nadhani kama sikosei, hii ya Taifa inafika 125 kama nitakuwa sikosei, ya Taifa ni kubwa kuliko ile moja. Lakini tuache pitch, eneo la kucheza. Mimi nazungumza majukwaa, mimi niko humo zaidi. Pitch tunaweza ikawa ile kubwa, hii ndogo tukatumia. Mimi nazungumza majukwaa, watu ambao wanaenda kuwa support kina Elie Mpanzu, watu watakwenda kupiga kelele, kina ngoma wanatazama juu, kumefurika watu wanaitaka Simba ichukue kombe. Si umenielewa? Nakuelewa. Namna kutakavyokuwa 12 na kustawi. Mimi nazungumza humo, na wao ndio wamepatazama humo, na wao ndio wamejua wanaenda kuumia humo. Hamna eneo jingine, kwa sababu Jafet, dunia nzima
huwa nasema kila siku, hamna mchezaji anafundishwa. Mwalimu atakutengeneza kuwa tayari, atakutengeneza na mwili. Umeelewa vizuri? Dunia nzima hakuna mchezaji. Tayari wa kwanza wa Naam. Umesema dunia nzima hakuna mchezaji, network ilikata hapo. Nasema dunia nzima hakuna mchezaji atafundishwa kipaji. Kipaji atazaliwa nacho. Lakini mchezaji atafundishwa kuwa tayari kimwili na akili. Kazi za walimu toka mdogo awe wachezaji wameandaliwa kwa utayari wa akili na mwili. Utayari wa kimwili utategemea kuangalia majukwaa yake, nyuma kuna nani wanatusupport. Hao wanatusupport kwa msingi gani? Nini wanataka? Watanzania wanalia, itamsababisha Shomari Kapombe aone Watanzania wamenituma, Mpanzu aone, sijui umenielewa je?